Ni kwa sababu pasipokuwa na haya mambo ambao kama ni hivyo kipofu, kama ni magonjwa, Yesu angepata kazi ya kufanya ulimwengu. Kwa imani alifanya huyu kipofu akapata kuona. Maana katika kuzaliwa kwa huyu mtu alikuwa kipofu tangia kuzaliwa. Lakini Yesu inaendelea na kusema ya kwamba Yesu alitema mate katika mchanga na akapaka ule kipofu katika macho yake. Bwana asifiwe. Na alipokuwa akamwambia kwamba aende akanawe macho yake na atapata kuona. Bwana asifiwe. Naye yule mtu alifanya vile. Lakini palikuwa na shida katika watu wa ule mji ya kuulizana, huyu mtu ambaye anamponya huyu kipofu si mwenye dhambi? Bwana asifiwe. Watu hawakuwa wanaamini kutoka kwa Yesu ya kwamba anaweza tenda maajabu. Lakini jambo ambalo walikuwa wanasema ya kwamba huyu mtu ambaye anatenda haya mambo yeye ni mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Hata ilifika mahali wakawa wanasimamiza yule mtu na kumuuliza maswali. Lakini yule mtu alisema ya kwamba mimi sitaki kujua mnamuita huyu mtu namna gani. Lakini jambo moja ninataka kusema ya kwamba mimi nilikuwa kipofu lakini sasa nimepata kuona. Bwana asifiwe. Si kwa uweza wala nguvu, lakini iligharimu mkono wa Mungu na imani ya Mungu ya kwamba huyu mtu akapata kuona. Hata wazazi wake walipokuwa waliulizwa kwamba huyu mtoto ni wenu. Unapoendelea kusoma haya maandiko utasikia jinsi ambavyo inasema ya kwamba waliulizwa huyu mtoto ni wenu, wakasema ndio, huyu mtoto ni wetu, na alizaliwa akiwa kipofu. Lakini kwa sababu yeye ni mtu mzima, muulizeni. Sababu yeye ni mtu mzima, muulizeni. Ndio alikuwa kipofu, lakini wazazi wake walikuwa naogopa ili wasipate kufukuzwa katika ule mji. Wakamwambia kwamba muulizeni, yeye anajua. Maana waliogopa. Naye akasema ya kwamba mimi sitaki kujua, lakini jambo moja ninajua ya kwamba mimi nilikuwa kipofu na sasa nimepata kuona. Bwana asifiwe. Tunatambua ya kwamba Mungu anafanya mambo makubwa na ya ajabu. Na ni kupitia nini? Kuamini kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba kama mtumishi wa Mungu Reverend wetu hapa anakujanga na anatutabiria mambo makubwa. Na anatukuambia kwamba wewe amini kwamba Mungu atakutendea. Bwana asifiwe. Unaambiwa kwamba amini Mungu atakutendea. Huenda ikawa unaweza kuja mahali hapa na uombewe sana na usipate kupokea muujiza wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Hauamini. Bwana asifiwe. Lakini jambo ambalo linaweza kutusaidia ni kwamba kuamini kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tunaamini mambo makubwa kutoka kwa Mungu ambao Mungu anatutendea kupitia imani tulio nayo. Bwana asifiwe. Si neno la Mungu linatuambia kwamba tukiwa na imani kidogo tu hata tunaweza kuambia mlima huu ng'oka na utupiwe huko baharini na utii kwa sababu ya imani. Bwana asifiwe. Ni Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba mtakapokuwa na imani mtatenda mambo makubwa hata kuliko haya ambao mimi ninatenda. Bwana asifiwe. Mimi niseme ya kwamba imani imenisaidia sana. Kama si imani hakika singekuwa mahali hapa. Lakini kwa sababu ya imani ninatazamia na ninasema ya kwamba mimi ninamwamini tu Mungu. Maana neno linatuambia kwamba yeyote anayemwamini mwanadamu hakika amelaaniwa. Bwana asifiwe. Lakini kumwamini Mungu na kumtegemea yeye mwenyewe anatutenda mambo makubwa na ya ajabu. Saa zingine huwa unaweza patwa na mambo yamekuja na yamekuwa mazito na unashindwa sasa hapa nitafanya namna gani. Lakini wacha nikuambie mpendwa ya kwamba ni vyema kujiachilia kwa Mungu. Hata kama hauoni pale kuna njia, wewe jiachilie kwa Mungu. Unamwambia kwamba Mungu, wewe ndiye unayenijua. Mimi siwezi jambo lolote. Lakini Mungu utakapoingilia kati, na sasa hiyo wewe unakuwa na imani na unamwambia kwamba Mungu utakapoingilia kati, hakika yote itawezekana. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ya imani. Hakika kuna mambo mengi mazito kama wanadamu tunaona ya kwamba hatuwezi. Lakini tunapoachilia Mungu ile mzigo, yeye huwa anatubebea, maana yeye hajali, anangojea kutoka kwake. Bwana asifiwe. Niseme ya kwamba mimi Mungu amenitenda mambo makubwa kupitia imani. Kuna wakati mwingine inafikanga unasikia ni kama imani yako imeenda chini. Unasikia na hapa itawezekana. Unaona hii mambo nimejaribu lakini imefika mwisho.
Lakini wakati unapomtegemea Mungu na unamngojea Mungu na unamwambia Mungu, mimi sina jambo lingine ila kukungojea wewe, yeye hutenda mambo makubwa na ya ajabu. Maana kama unapatwa na jambo, liachilie tu mbele za Mungu. Wewe omba tu na uamini, mwambie Mungu, mimi sina jambo lingine ila ni wewe tu nimengojea kutoka kwako, na ngoja mambo makubwa. Tutaendelea kusoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 8. Tunaongea kuhusu imani ya Mungu, na tunajua kwamba Mungu ako pamoja nasi. Mlango wa 8 ambapo neno linatuambia kwamba palikuwa na jemedari mmoja na mtumishi wake alikuwa mgonjwa, naye akasikia kwamba Yesu anaponya watu, na akachukua hatua kuenenda mahali ambapo Yesu alikuwa, na akaenda akaambia Yesu ya kwamba mtumishi wangu ni mgonjwa na ninaomba ya kwamba upate kukuja ili upate kumponya. Bwana asifiwe. Naye Yesu akamwambia, enenda, mimi nakuja kumponya. Bwana asifiwe. Unasikia, alimwambia ya kwamba naomba tu uniponye mtumishi wangu. Hiyo ni katika kitabu cha Mathayo 8. Unaweza soma kutoka mstari wa 5. Akamwambia ya kwamba wewe nenda na mimi nitakuja kumponya mtumishi wako. Lakini yule jemedari, maana alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa anaheshimiwa na wote, maana neno linatuambia kwamba alikuwa akisema enenda na mtu anatii kwenda, kuja na mtu anatii kukuja. Bwana asifiwe. Yeye alimwambia Yesu, akamwambia ya kwamba mimi sihitaji ukuje, lakini sema neno moja na mtumishi wangu atapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Yeye alikuwa na imani ya ajabu ya kwamba aliambia Yesu ya kwamba sema neno moja naye mtumishi wangu atapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Hiyo ni imani namna gani? Ya kwamba huyo mtu hatahitaji Yesu akuje, anahitaji tu aseme neno moja na mtumishi wake apokee imani, apokee uponyaji. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba ni vyema kumtegemea Mungu na ni vyema kuamini Mungu ya kwamba anaenenda kutenda mambo makubwa kupitia imani. Bwana asifiwe. Nalo neno la Mungu linasema kuanzia hapo tena 5:8-5, Yesu alipoingia Kapernaumu, jemedari mmoja alimjia kumuomba msaada akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani na amepooza, tena ana maumivu makali ya kutisha. Unasikia, alikuwa anasema ya kwamba hapo na maumivu makali hata ya kutisha. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia, nitakuja na kumponya. Yesu alimwambia kwamba we enenda, mimi nitakuja na kumponya. Lakini yule jemedari akamwambia, Bwana, mimi sistahili wewe kuingia chini ya dari yangu, lakini sema neno tu naye mtumishi wangu atapona. Bwana asifiwe. Hata hahitaji aingie katika nyumba yake, hahitaji Yesu akuje, lakini hata akiwa mahali pale mbali, mahali alipokuwa, akamwambia wewe sema neno moja naye mtumishi wangu atapona. Bwana asifiwe. Hii ni imani iliyokuwa ya juu, ya kwamba hata hauhitaji mtumishi wa Mungu akuja mahali alipo, lakini unahitaji tu akunene, akwambia ya kwamba wewe enenda na Mungu atakubariki. Enenda na huyo ambaye ni mgonjwa atapokea uponyaji. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu huongea kupitia watumishi wake. Bwana asifiwe. Yesu alimwambia kwamba wewe enenda na akamwambia kwamba sema neno moja na mtumishi wako atapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Neno linazidi kutuambia tukiendelea katika mstari wa 10, inasema Yesu aliposikia maneno haya alishangaa, akawaambia wale waliomfuata, amin nawaambia, hata katika Israeli sijapata kuona yeyote mwenye imani kubwa namna hii. Bwana asifiwe. Hata katika Israeli
hakumuona mtu ambaye ako na imani kubwa kama huyu mtu. Bwana asifiwe. Imani inatenda mambo makubwa. Imani inatutendea mambo ya ajabu. Na jambo tu ni kuamini kutoka kwa Mungu. Hata usimtegemee mtu yoyote, lakini amini kutoka kwa Mungu. Maana ninaona ya kwamba siku hizi ambazo tunaishi ni nyakati ambazo ni za uovu mwingi. Bwana asifiwe. Hata watu imefika ya kwamba wanaenda kutafuta maajabu. Yaani unaenda kutafuta baraka na huko wewe unafuata mahali ambapo unaona ya kwamba huyu mtu anasema ya kwamba mtabarikiwa, mtatendewa. Lakini wacha nikuambie, katika kubarikiwa pia kuna gharama. Kuna kuomba ili upate kufikia hiyo baraka yako, na pia kuna kuamini ili uweze kupokea hiyo baraka yako. Bwana asifiwe. Si tu kwenda kuambiwa ya kwamba pokeeni mtabarikiwa, lakini kuamini na pia kufanyia hiyo imani kazi. Bwana asifiwe. Maana neno limetuambia kwamba imani pasipo matendo hakika imekufa. Bwana asifiwe. So ni vyema kujiachilia kwa Mungu na kumgojea Mungu na kumwachilia mambo yako yote, ukijua kwamba Yesu anatenda mambo makubwa na ya ajabu. Tutaendelea kusoma katika kitabu cha Luka mtakatifu mstari wa 17. Luka mtakatifu mstari wa 17 kuanzia 5. Kuanzia 5. Neno la Bwana linatuambia, mitume wake wakamwambia Bwana, tuongeze imani. Bwana akawajibu, kama mkiwa na imani dogo kama punje ya haradali, mngeweza kuambia mti huu wa mkuyu, ng'oka ukaote baharini, nao ungewatii. Bwana asifiwe. Unasikia kwamba neno la Mungu, wanafunzi wake wakamuuliza ya kwamba awaongeleshe kuhusu imani. Naye Yesu akawaambia kwamba kama mnaweza kuwa tu na imani kidogo. Unasikia? Hata si imani kubwa. Yesu anahitaji tu imani kidogo sana. Mnaweza kuambia mti huu ng'oka. Bwana asifiwe. Nao ule mti ungetii. Kwa sababu gani? Mko na imani. Na hakika imani inatenda mambo, hata inashangaza mambo ya ulimwengu. Bwana asifiwe. So ni vyema kujiachilia kwa Mungu na kumgoja Mungu, maana yeye huwa anatuambia tukiwa na imani mambo ambayo tutatenda ni ya ajabu. Siku moja hii ni historia yangu ya kwamba nikawa nasikia kwamba niko na mambo inanisumbua. Bwana asifiwe. Nikawa ninajiuliza, na haya mambo yataenda namna gani? Bwana asifiwe. Nikawa mimi mwenyewe nafikiria na nikawa na mawazo mengi sana nikiwa nyumbani. Nikaona hakika hili jambo sina mbele na wala sina nyuma, na sijui nitafanya namna gani. Na nikaambia Mungu, mimi jambo likanikujia kwa mawazo yangu, na nikasikia kwamba nimwamini Mungu kwa lile jambo. Nikawa naomba Mungu, lakini saa zingine kama mwanadamu hufika mahali hata wewe unasikia kwamba ile imani kidogo ni kama inaenda chini. Na nikawa ninaomba Mungu, nikamwambia Mungu, ninaomba tu unisaidie. Lakini kwa mawazo yangu nilikuwa najiuliza, sasa ninasema Mungu anisaidie kwa hili jambo, kweli hili jambo litawezekana? Lakini mimi nikaambia Mungu, nikawa nimesumbuka sana. Lakini ilipofika jioni nikaambia Mungu, mimi najiachilia kwako. Nikasikia nguvu nyingine imenikujia, na nikaambia Mungu ya kwamba mimi Mungu ninajiachilia kwako. Huenda kawa siwezi badilisha jambo lolote, na hata hakuna kitu naweza kufanya, lakini jambo moja ninajua ya kwamba wewe unaweza kufanya mambo makubwa. Nikikuamini tu utaenda kunitendea. Bwana asifiwe. Na nikawa mimi nimekaa mahali pale, na nikakaa kabisa, ikafika hata ilikuwa 6 jioni, na nikakaa bado ni kijana wangu nilikuwa nataka arudi shuleni. Nikawa nimekaa na nimefikiria, nikasema sasa hili jambo sasa ni 6 inaendelea, inaenda kufika, inaenda karibia saa 1 na bado sijapata namna, na usiku umefika.
Nikaanza kujiuliza mimi mwenyewe, sasa mimi nitafanya namna gani? Lakini nikiwa mahali pale, saa zingine hata sisi huwa tunaenda chini, unasikia kai, sina nguvu, sasa nitafanya namna gani? Na nikasikia nguvu ingine imenikujia, na nikasikia tu neno likinena, imani, kuwa na imani, mtegemee Mungu na umwachilie mambo yote na yeye atatenda. Bwana asifiwe. Na mimi nikawa nimekaa na nikaambia Mungu, mimi nimekuachia mambo yote ambao yale yote ninayohitaji. Nikaambia Mungu, mimi hata sitajisumbua tena. Na sasa yote nimekuachia. Na nikasema hawa watoto ni wako, na mimi siwezi fanya jambo lolote kuwahusu, lakini wewe unaweza. Bwana asifiwe. Na mimi nikawa nimeachilia lile jambo mbele ya Mungu, na nikaamini, hata sikuomba sana. Nikaambia Mungu, mimi nimekuachia na sasa ninakungojea. Na mimi nikamalizana hiyo maneno, na hata nikaanza shughuli zangu. Nikaenda na hapo juu, nikaenda kushughulika kidogo. Wacha nikuambie, na nilikuwa nasikia ndani yangu, nasikia kwamba kuna jambo ambalo Mungu atatenda. Yeye Mungu ataenda kushughulikia huyu mtoto. Maana mimi naweza ng'ang'ana hata nifanye vyote ambavyo naweza nitafanya. Lakini jambo moja Mungu atamfanyia huyu mtoto na atatenda. Na mimi nikaamini vile. Nikiwa ninatembea hivyo, nilipokuwa nikirudi nyumbani, nikaona sister in-law mmoja amekuja, na akakuja na na mama wawili. Na wakawa wakiniuliza jambo waliokuwa wakitaka. So mimi hata niliwaambia hivyo, nikawaambia okay, iko sawa, nyinyi ingieni na mtaona kile ambacho walikuwa wanataka. So mimi nikiwa nimekaa hapo, na nikasema so sikuwa na shughuli, nilikuwa nimeachilia mambo yote Mungu. Na nikawa nimesimama mahali pale. Sasa huyo madamu akaniambia, nilikuwa nataka nilipe hii nyumba na niichukue. Kwa sababu mimi nilikuwa nimekaa na nikaona sasa mimi hapa nikuachilia Mungu. Nikamwambia ni sawa, wewe ukitaka ni sawa, utafanya venye unataka. Sawa, tukawa tukiongea. Ilikuwa inaelekea sasa, imefika saa 3. Kukawa asubuhi tena. Haya, ule mama akakuja, akasema, mimi na nimekuja sasa kwa lile jambo." Akakuja, niliona Mungu. Bwana asifiwe. Hakika Mungu alitenda mambo ya ajabu, maana mimi nilimwachilia. Na nikasema ya kwamba mimi Mungu sitashughulika tena. Akaniambia mimi nimekuja ili nipate kuchukua ile nyumba. Bwana asifiwe. Na mimi nikasema ni sawa. Alipokuja nikifikiri tu ni zile jokes ako nazo, nikafikiri huyu ni kama jokes ako nazo. Mimi nikamwambia ni sawa, wewe ukitaka si utakuja, mimi niko tu. Na yule mama akasema hata si eti nikitaka nitakuja, nataka saa hii. Na unasikia mtoto hajaenda shule. Lakini mimi jana niliachilia Mungu, nikamwambia mimi sitashughulika na jambo lolote. Sasa akaniambia hata si eti nikitaka nitakuja, ni saa hii. Na nikamwambia so mimi kwa hapa huyu ni mimi ana enjoy. So mimi nikamwambia ni sawa. Acha nikuambie, huyo mama alinistua. Alifanya excess hata kuliko venye nilikuwa natarajia. Bwana asifiwe. Akaniambia okay, mimi hata sitalipa mwezi. Nalipa miezi 2 na mwezi mmoja extra. Bwana asifiwe. Hakika nikaona Mungu. Ule mtoto wangu akapata kwenda shule na tukaweza kufanya mambo kadhaa. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni nini? Ni kuamini tu na kuachilia Mungu mambo yote. Maana kuna mambo mengine unaweza kuwa unafanya. Wewe umeng'ang'ana kubeba mizigo. Unabeba mizigo. Sasa eti mimi mtoto huyu atalipiwa shule na nini? Nyumba tutalipa namna gani? Hii mambo imekuwa mbaya. Na hata tulinenewa ya kwamba tusiwe tunazungumza kama walimwengu. Vile ambavyo wanasema ya kwamba ati kumeharibika. Hapana, kwetu hakujaharibika. Maana Mungu wako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Maana inasemekana ya kwamba unajua vile ambavyo tunavyonena, hata vile ambavyo tunavyoamini katika mioyo yetu, hivyo ndivyo kunavyotendeka. Bwana asifiwe. Isaka si alipanda hata kukiwa na jua. Kwa hivyo hata sisi Mungu atatutendea mambo makubwa kwa kuamini tu, haijalishi vile kulivyokuwa ambavyo kuko. Si kwa Mungu si anajua. Ndio anasema kuna ukame. Kunasemekana ya kwamba ati hakuna pesa. Kwa nini? Na tulisikia kwa television venye watu wako na mabilioni ya pesa. Hizo pesa si ni zetu. Bwana asifiwe. Atazileta upande wetu ili tuweze kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe. Wewe ni kwa
kumwambia mimi ni mtoto wako Mungu, wewe nishughulikie. Bwana asifiwe. So ni kujiachilia mbele za Mungu na zaidi sana kumwamini Mungu. Bwana asifiwe. Tusiwe tunataabika ati tufanye nini na Mungu anatujua. Nilikuwa nikitafakari siku ya Wednesday, wakati nilipokuja kwa ibada ya Wednesday, na Reverend hilo jambo I think ni pastor wetu alisema ya kwamba hii ibada ya Wednesday itakuwa kubwa, lakini hilo jambo lilikuwa limenikuja kabla. Nikasema hii ibada ya Wednesday vile ambavyo tunakujanga ndio tukiwa wachache, lakini wacha nikuambie, tukiamini hata watu watakuwa wanakosa viti za kukalia. Bwana asifiwe. Kwa vile ambavyo watu watakuwa wanaingia katika nyumba ya Mungu. Na hii ni kupitia nini? Imani yangu na wewe tuombe ya kwamba Mungu asaidie watu wake, awatoe kutoka mbali, wapate kuingia katika nyumba yake na kwa imani, na Mungu atatenda. Bwana asifiwe. Na mimi hiyo Wednesday nikawa nafikiria, nikasema ya kwamba na hii nyumba si ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Si ni yeye alisema ya kwamba mahali hapa kuwe na hema yake ya watu kuja kuwa wawe wanapatana mahali hapa. Sasa kwa mawazo yangu nilikuwa nafikiria nikiwa nimekaa, nikasema hii ibada ya Wednesday itakuwa inajaa watu mpaka kunakosa mahali pa kukaa. Bwana asifiwe. Na mimi nikawa ninaamini hivyo. So nikiwa nimekaa mahali pale, nikaanza kutafakari. Unajua kama mtu mwanadamu huwa saa zingine unafikiria mawazo, kwa sababu tunafaa kufikiria mambo makubwa. Tusifikirie tu mambo tudogo, lakini tufikirie mambo makubwa. Kwa sababu gani? Sisi tuko na imani. Bwana asifiwe. Na mimi nikawa ninawaza, nikakumbuka jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu alikuwa anasema ya kwamba tutaweka balcony hapa. Bwana asifiwe. Kutakuwa na balcony mahali hapa. So tutakuwa tunakaa chini na wengine tunakaa juu. Sasa hiyo Wednesday nilikuwa nafikiria mambo makubwa. Nikasema hiyo balcony itapatikana kwa imani. Bwana asifiwe. Na mambo makubwa yatatendeka kwa imani. Tukiamini Mungu ataenda kututendea mambo makubwa. Si kwa vile ati ambavyo tulivyo matajiri, lakini yeye anasema vyote vilivyomo vyote ni vyake. Aliumba mbingu na dunia kwa uweza wa jina lake, na vyote vilivyomo ni zake. Bwana asifiwe. Kama vitu vyote ni vyake, ni jambo gani ambalo haliwezekani kwake? Bwana asifiwe. Ni lipi ambalo haliwezekani? Kama ni kujenga hii nyumba yake, inawezekana kwa sababu ni nyumba yake. Bwana asifiwe. So jambo ambalo tunalofaa kufanya ni kuamini na kuomba sana. Tusiamini tu pasipo kuomba, lakini tuombe kisha tuamini. Bwana asifiwe. Na hakika Mungu atatenda mambo makubwa na ya ajabu. Tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Matendo ya Mitume mstari wa 3 kuanzia 1. Praise God. Hapa tunaongea kuhusu imani. Tunaongea kuhusu imani ya kwamba ilikuwa ni wakati Petro na Yohana walipokuwa wakielekea hekaluni. Bwana asifiwe. Hao walikuwa ni watumishi wa Mungu walipokuwa wakienda hekaluni kuomba. Na mahali pale, Matendo ya Mitume 3 kuanzia hapo 1. Walipokuwa wakienenda, walimpata, wacha tusome. Siku moja Petro na Yohana walikuwa wanapanda kwenda hekaluni kusali. Yapata saa 9 alasiri. Basi palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa. Alichukuliwa na kuwekwa kwenye lango la hekalu liitwalo Zuri kila siku ili aombe msaada kwa watu wanaoingia hekaluni. Huyu mtu alipoona Petro na Yohana wakikaribia kuingia hekaluni, akawaomba wampe sadaka. Akamkazia macho, kisha Petro akamwambia,
tutazame sisi. Hivyo yule mtu akawatazama akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Ndipo Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tembea. Bwana asifiwe. Huyu ni Petro na Yohana walipokuwa wakienda kusali hekaluni saa 9. Bwana asifiwe. Nao walimpata kiwete mmoja, naye yule kiwete alikuwa akikaa mahali pale kuomba sadaka. Bwana asifiwe. Alikuwa akiomba watu waliokuwa wakiingia katika hekalu. Lakini Petro na Yohana walipokuwa wakiingia, wao walimtazama, na yeye akaona ya kwamba hao watu watanipatia kitu. Bwana asifiwe. Lakini wao walimwambia ya kwamba sisi hatuna chochote, lakini ambacho tuko nacho, walimwambia kwamba sisi hatuna fedha, lakini ambacho tuko nacho ndicho tutakachokupatia. Bwana asifiwe. Kile ambacho walichompatia ni kitu cha dhamani. Kwa imani asimame na apate kutembea. Bwana asifiwe. Mambo ingine inatendeka kwa imani. Ingine si kwa sababu vile ambavyo tuko na pesa, ni kwa sababu ya imani. Kama si imani, huyu kiwete hangepata kutembea. Bwana asifiwe. Lakini iligharimu mkono wa Bwana na imani akaweza kutembea. Bwana asifiwe. So hili linatuonesha nini? Ya kwamba ni vyema kuamini kwa Mungu na ni vyema kungojea kwa Mungu. Maana yale mambo ambayo Mungu anaenda kutenda, hakika hata mwanadamu hawezi kuamini. Mwanadamu wa kawaida hata amini, lakini yeyote aliye na imani ndani yake unatazamia na kuona mambo makubwa. Bwana asifiwe. So ni vyema kukaa na kumngojea Mungu. Kwa kila jambo usihofu, lakini wewe mgoje Mungu na umwambia kwamba Mungu, mimi sina mtu mwingine ambaye ninayegojea, lakini ninagojea kutoka kwako. Na yeye Mungu wetu ni mwaminifu, maana hakika atakutendea. Nimesema ya kwamba sisi tusiwe wa kutazama kama vile walimwengu wanavyotazama, ya kwamba ati ni kubaya. Hata hilo neno lisiwe linatoka kwa mdomo wako. Bwana asifiwe. Wewe ambaye umeokolewa na Mungu, ya kwamba uko na imani, usiwe unatoa lile neno ya kwamba kumeharibika. Hapana, usiwe unatoa lile neno, lakini wewe ngojea kutoka kwa Mungu, na hakika Mungu atakutendea, maana yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. So tuzidi kumngojea Mungu na hakika atatutendea mema. Bwana asifiwe. Ninajua kufikia hapo hakika tumeinuka katika imani, na najua kwamba tutakuwa tunangojea hata tunapoambiwa jambo hapa na mtumishi wa Mungu ya kwamba tutafanya mambo makubwa. Tusiwe tunajiuliza tutafanya nini ama tutapitia njia gani, lakini tuweke imani ndani yetu, na hakika Mungu yeye ambaye ni mwaminifu atatutendea mambo makubwa. Bwana asifiwe. Tunaona katika ibada ya Jumapili, hata mimi sikufikiri itakuwa vile ilivyo. Lakini kwa sababu gani? Kulikuwa na watu ambao wamesimama kwa imani na wakaomba na wakatabiria ile siku ya kwamba itakuwa siku ya ajabu, na hakika ilitendeka. Si kwa sababu ya uwezo wa Mungu mtu yoyote, lakini ni kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Bwana asifiwe. So ni vyema tukue katika imani. Na wacha nikuambie, kama utaweza na kama unapata nafasi, hebu kuja siku ya Wednesday. Tunafundishwa kuhusu imani na utasaidika katika lile jambo. Maana ninajua kuna wakati huwa inafika, unasikia kwamba umefika mwisho na unaona hakuna mtu ambaye hata unaweza enda kulilia. Lakini nikujulishe na nikuambia kwamba kuna Mungu mbinguni ambao unaweza mulilia na umngojee na uamini kutoka kwake. Bwana asifiwe. Na hakika atakutendea kwa sababu yeye ni mwaminifu. So ni vyema tukue katika imani na tumngojee huyu Mungu, na hakika atatutendea mambo ya ajabu. So niseme ya kwamba nitafikisha hapo, na ninaomba tu tupate kusimama, na jambo ambalo ninajua kwamba Mungu wako pamoja nasi siku ya leo, na anaenda kututendea mambo ya ajabu tukiamini kutoka kwake, maana yeye ni mwaminifu. Mungu awabariki sana kwa kunisikiza, na ninajua Mungu atakuwa pamoja nasi tutakapokuwa tukimaliza ibada ya siku ya leo jioni ya saa 7 vile tunamalizana. Wewe amini Mungu
ya kwamba vile ambavyo uliingia mahali hapa, hivyo ndivyo ambavyo hautatoka vile, lakini utakuwa umebarikiwa, utakuwa umeinuliwa, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Na tumtegemee huyu Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu, katika jina la Yesu. Tutaangaliwa mahali pa kutoa, na ninajua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Wewe mtolee Mungu ukiwa unamgojea, ukiwa unajua kwamba kuna mambo